Baada ya papa kufariki dunia, pete yake huondolewa na kupondwa ili kuonesha kuwa kanisa haliongozwi na mtu aliyekufa. Baada ya kifo cha papa, Kardinali Shemasi Mkuu, Dean of the College of the Cardinals, hushikilia nafasi hiyo kwa muda na kuitisha kikao cha makardinali. Kikao hiki hufanyika mara baada ya angalau siku 3, ambapo huandaliwa semina maalum kwa ajili ya makardinali wote. Katika semina hii, watu wanaofahamu vema mafundisho ya kanisa Katoliki kutoka ndani na nje ya kanisa huwaita makardinali na kuwapa mafundisho na ushauri. Baada ya semina kumalizika, uchaguzi huanza rasmi. Kabla ya kupiga kura, makardinali huapa utiifu kwa kutumia kanuni ya imani. Waandishi wa habari na makardinali wenye umri wa zaidi ya miaka 80 huondolewa katika eneo la uchaguzi. Makardinali waliobaki huingia kwenye chumba maalum kiitwacho conclave na kufunga milango. Ndani ya conclave huandaliwa mavazi maalum kama vile viatu, kanzu, mkanda na pete za ukubwa tofauti kwa ajili ya papa atakayechaguliwa, kwani haijulikani mapema ni nani atachaguliwa. Kura hupigwa kwa kuandika jina la kardinali anayestahili kuwa papa. Ili kuchaguliwa, kardinali lazima apate kura angalau 80 kati ya 120. Ikiwa hakuna mshindi, kura zilizopigwa huchomwa moto na moshi mweusi hutokea juu ya chimney ya Sistine Chapel, kuashiria kuwa papa bado hajapatikana. Mchakato huu wa upigaji kura hufanyika mara 3 kwa siku. Kardinali anayepata kura za kutosha huulizwa, "Je, uko tayari kupokea uchaguzi huu kwa mapenzi ya Mungu?" Akipokea, kura zilizobaki huchomwa kwa kutumia kemikali maalum zinazotoa moshi mweupe, ishara ya kuwa papa mpya amechaguliwa. Kardinali Shemasi Mkuu hujitokeza dirishani na kutangaza kwa umati, "Habemus Papam", yaani tunaye papa. Basi papa mpya huvaa mavazi meupe, rangi inayosimamia utakatifu.